na Simba. Yani ilibidi awe na mimi hapa nakili wazi kabisa Mazimu. Ndio. Kwamba ukija kwenye mchezaji mmoja mmoja na sajili zilizofanyika ndio mpaka sasa kwa Simba na Yanga wamesajili usajili nzuri sana. Yanga Afrika. Na hata leo pia sajili ya Mwalimu pia imezidi pia kuwadhoofisha nguvu Simba, kwa sababu ile ni ndio plan B ya Simba. Ilikuwa Elim Panzu akichemka na ingia alikuwa ni Gomez. Tayari wameshaivunja plan B ya Mwalimu Steve Becker kumchukua Mwalimu kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo hata itamlazimu Dumbia tu aingie kwenye mfumo chap hata kama hatoanza. Nafikiri kuna uwezekano mkubwa Mwalimu akaanza na force number 9 mechi ya kesho. Hiyo na hakika kabisa hawezi kuanza Dumbia. Hiyo Elim Panzu ataanza pale juu. Ndio. Sasa Mwalimu alikuwa ni mtu wa kukaa nje kusoma huku mchezo. Sasa manake itabidi hiyo kazi apewe Dumbia. Umeelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo kwenye issue ya mchezaji mmoja mmoja safi kabisa, Yanga wana wachezaji wengi ambao wamesajiliwa wapya wazuri. Lakini teamwork ndo itamsumbua Mang'opa kesho. Yaani bado timu hajaipata. Ana wachezaji, ana timu. Umeelewa? Huyu mwezie timu tayari anayo ya msimu uliopita. Yaani Simba inaweza ikaingia full squad. Umeelewa? Bila mchezaji yoyote mpya pale kwenye timu yao. Sijui tunaelewana. Yaani Mwalimu anaweza kesho na isije na hii ishike vizuri. Unaweza kukuta ndio squad hiyo, kwa sababu ulijuaje mnolewa. Unaweza kesho kukuta namba 2 Duchu, namba 3 Kibabake. Pale Rushain Tule, Kagoma, ndugu yako Nio Maema kwenye midfield. 10 Chama, 9 Elim Panzu. 10 Hula nani Hula kushoto, kulia Libasi. Timu hiyo kesho ikibadilika basi azidi mchezaji mmoja. Usije kesho ukasema nilikuwepo kwenye kikosi. Nafikiri wadau wameandika kikosi. Wamekika. Hiko ndio kikosi.